vya imani. Je, imani tuichambuaje zaidi? Imani hii tuichambuaje zaidi? Sasa kama Mkristo ni lazima aelewe kwamba msingi wake, imani msingi wake ni katika mamlaka ya Mungu. Yaani lazima uelewe kwamba hakuna namna nyingine nyepesi ya kuielewa imani na wewe kujengeka kiimani, ama wewe kujengwa kiimani, ama kupokea faida na matunda ya imani pasipo kuelewa kwamba msingi wake ni katika mamlaka ya Mungu. Mamlaka ya Mungu ndio inayoachia. Na imani ni kama daraja, huwa anasema ni chassis hivi. Tuchukulie mfano wa chassis kwenye wale mafundi magari na nini, nafikiri watakubaliana na mimi kwamba ni kitu muhimu sana kwa Mkristo. Ni jambo muhimu sana kwa Mkristo kwa sababu pasipo imani hakuna jambo utakaloweza kulifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nitafundisha hapa kidogo, alafu nitarudi kuendelea na kitu kingine kwa katika jambo hili la imani, ili tutakapokuwa tumemaliza somo hili, basi kila mtu awe katika nafasi nzuri ya kulielewa neno la Mungu. Kwa hiyo jambo la kwanza, msingi wake ni katika mamlaka ya Mungu. Imani. Namba 2, kwa njia ya mafunuo tunapata ukweli huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa njia ya mafunuo tunapata ukweli huo. Inamsaidia binadamu kumjua Mungu, inamsaidia binadamu kujitambua kimaisha, inamsaidia mwanadamu kwamba unapojishikilia ama unaposhikilia jambo katika ujuzi wa kweli na akili, kujua kwamba kwa njia ya mafunuo tunapata ukweli huo. Unaposhikilia jambo katika ujuzi wa kweli ama akili, ukaelewa kwamba msingi wake ni katika mamlaka ya Mungu, moja. Lakini 2, kwa njia ya mafunuo tunapata ukweli huo. Na unapopata huo ukweli, ndio tunasema unashikilia jambo katika ujuzi wa kweli. Neno lake linasema kwamba mimi ndimi njia, kweli na nini na uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia inakusaidia kujitambua kimaisha, lakini inamsaidia mwanadamu kumjua Mungu. Namba 3 ni kutegemea kwa uaminifu, sio kujitegemea. Imani sio jambo la kwako wewe kwamba unajitegemea, lakini ni kitu fulani ambacho kinaweka kutegemea kwa uaminifu katika jambo fulani ama mtu fulani unayemwabudu, kama tulivyosema kwamba ni mtu, kitu ama nadharia fulani. Kwa hiyo imani yako inakuwa ni kutegemea kwa uaminifu katika jambo hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia imani ni kifaa, mfano wa daraja na vitu kama hivyo. Lakini pia imani ni uti wa mgongo, ni mzizi ama mizizi, ni chanzo, ama tunasema ni msingi thabiti wa Mkristo ili aweze kuukulia wokovu na kumjua Mungu. Lakini jambo la 6 ni kwamba imani inajitegemeza sana katika maadili ya kimungu, tumaini, upendo na adili. Lakini mwisho ni kitu kinachokuwa, imani inakuwa. Jambo la 7, yani imani inakuwa. Kuna mtu mmoja alikuwa anasimulia jambo fulani. Yule mtumishi, ninaweza nikawa nimemsahau, ni jambo nilisikia muda mrefu nikiwa bado kijana mdogo sana. Alikuwa anashuhudia habari yao na namna walivyokuwa wanafanya mambo yao ya kishirikina, na walikuwa wana namna kama testa, vifaa kama testa ambavyo vilikuwa na uwezo wa kupima nguvu ya kiroho ya mtu, na nguvu hiyo ya kiroho ilikuwa inategemeana na nguvu ya imani ya mtu. Yani kama wewe chassis yako labda ni ya kubeba, ni uwezo wa kubeba tani mbili tu, kwa ukimwekea tani 3 huyo mtu, lakini wao walikuwa wanapima, wanajua, na walikuwa wanajua kwamba ni nani wa kucheza naye na nani sio wa kucheza naye. Kwa hiyo imani ya mtu inakuwa kwa sababu huyu Mkristo ambaye amempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anapookolewa tu mahali pale anakuwa na kiwango fulani cha chaja katika mwili wake inayomsaidia kujiunganisha yeye na Mungu katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo kadri anavyozidi kujichaji, manake mtu huyu anazidi kujaa na kushiba. Yani chassis yake inakuwa na uwezo wa kubeba mambo mazito ambayo mtu mwingine hawezi kuyabeba. Kwa hiyo imani inakuwa. Imani inakuwa kadri unavyokaa mezani pa Bwana, kula naye, kumsikiliza, kujifunza neno lake,
Mkristo, hayo ni mambo ambayo tunasema kwamba Mkristo lazima ale neno la Mungu, Mkristo lazima ashinde changamoto, dhambi kama anavyoshinda. Mkristo lazima akue, lazima awe na ukuaji ambao tunauona, lakini pia lazima azalishe. Kuna vitu ambavyo tunategemea Mkristo atakuwa navyo, lakini tunaona kabisa kwamba imani inakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikukumbushe tu kwamba nikukubali pasipo shaka jambo lisiloweza thibitishwa ama lisilowezekana kibinadamu pasipo shaka. Kwa hiyo nimeshafundisha sasa imani ni nini na imani ina maana gani. Kwa hiyo nimeelezea. Labda kama tukitaka tuongezee jambo, tufungue kitabu cha Waefeso 2, Efeso 2:8-9, waraka wa Paulo kwa Waefeso. Tunasema fungua mlango wa 2, soma aya ya 8 mpaka ya 9. Anasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, bali ni kipawa cha Mungu. Kwa hiyo uelewe kwamba, ndio maana nikawa nafundisha kwamba imani msingi wake ni katika mamlaka ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa hiyo uelewe kwamba ni kipawa cha Mungu mwenyewe. Lakini pia imani inatoka wapi? Imani inatoka wapi? Soma Injili ya Yohana sura ya 3 aya 27, lakini soma pia Injili hiyo hiyo 7:17, lakini soma pia Waebrania 11:10, lakini soma pia Waebrania 12:2 na kitabu cha Paulo kwa Warumi 10:17. Haya ni maswali ambayo tunataka kujifunza. Ama somo hili ama kipande hiki nafikiri nikiache ili nije nikifundishe vizuri. Nikifundishe vizuri, mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu. Tukave eneo la kwanza kwamba imani ni nini. Kama tulivyojifunza hapo awali kwamba imani ni nini, nimefundisha. Chanzo chake ni nini, nimefundisha. Lakini pia kuelewa imani, misingi yake ama msingi wake ni katika mamlaka ama mamlaka ya kimungu. Inatokana na kimungu na sababu zile 7 ambazo nimeziongezea hapo chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikutakie wakati mwema. Karibu katika kipindi kitakachofuata, tutaendelea kujifunza imani hiyo hiyo ili tuweze kujua kwamba imani ni nini. Tumeshasema, lakini natoka wapi, imani yetu tuweke wapi, mifano ya walioamini na thawabu ya kuamini, na mistari muhimu itakayokusaidia kuelewa jambo hili ama somo hili la imani. Mungu akubariki, nikutakie wakati mwema, tukutane katika kipindi kinachofuata. Amina.